Kristo wa Nazareti uli hai. Asante kwa sababu ya siku ya leo tena. Tunakushukuru na tunakutolea adhama kwa sababu ya uwepo wako na kwa sababu ya neema yako Mungu ambayo unakwenda kuiachilia katika siku hii. Ninajua Bwana unakwenda kutuinua na kutupeleka mahali ambako wewe unataka tufike. Ninajua nguvu za shetani, kazi za shetani zitaharibiwa katika maisha ya moja moja. Aliyeko mahali hapa na ambaye hayuko mahali hapa. Lengo na makusudi ufalme wako ujengwe. Na lengo na makusudi tuweze kufika kwako kwa kiwango kile ambacho Bwana umekikusudia na kiwango kile ambacho wewe umekihitaji. Siku ya leo sema na moja moja kwa nafasi yake. Sema na kila mtu vile unavyotaka useme kupitia jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sasa unaweza ukaketi pale ulipo. Ninataka nianze sasa kusema kile ambacho Mungu amenipatia kwa ajili ya siku ya leo. Hallelujah. Kwa hiyo kama una kalamu, shika kalamu na daftari lako na Biblia yako kwa ajili ya kujifunza hiki ambacho nimepewa kwa ajili yako. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ninataka niseme juu ya kuangamiza waratibu au kuwaua wasimamizi, au unaweza ukaandika yote, unaweza ukaandika au unaweza ukaandika kuwapoteza, kuwaondolea uhai watesaji wanaosimamia mateso ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kuangamiza waratibu wanaosimamia mateso ya mwanadamu, ni kuangamiza, ni kuwaua, ni kuwapoteza, ni kuharibu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa hiyo naomba uwe makini sana napokwenda kuanza, ili tuweze kwenda pamoja na uweze kuelewa kile ambacho Mungu amekikusudia ukielewe katika siku hii ya leo. Ninaamini kabisa baada ya somo hili kuna vitu vingi ambavyo Mungu atavifanya katika maisha yako. Lakini pia utapata nguvu kubwa na ujasiri wa kusonga mbele. Lengo la somo hili ni kukupatia maarifa ya kiroho ili uweze kupambana na kushinda. Kwa nini tunasema kupambana na kushinda? Kitabu cha Efeso sura ya 6 mstari wa 12 anazungumza vita yetu haipo katika damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Mahali ambako tunapambana na falme, mahali ambako tunapambana na utawala, na utawala ule lengo lake, ule utawala unahitaji utudondoshe chini, na ule ufalme lengo lake unahitaji udondoshe ufalme wa Mungu. Na kwa sababu sisi tuko upande wa Yesu Kristo, kwa maana kwamba tuko upande wa Mungu, na sisi ni majeshi ya Bwana ambao tunapambana na kuhakikisha kwamba kazi za shetani zimevunjwa na Yesu amechukua nafasi na utukufu umerudi kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa ninakwenda kuzungumza jinsi gani ambavyo tunaweza tukapambana na tukawashinda hawa wanaosimamia mateso ya mwanadamu. Kila unaloliona ni baya lina msimamizi wake. Nianze kwa kusema tu hivi, kila unaloliona ni baya likikupata, usikimbie tu, kuna msimamizi aliyesimamia hilo baya. Na kama ni njema lina msimamizi wake. Upande wa Mungu katika Yesu Kristo, kwa maana ya Jehova, kuna msimamizi. Lakini pia upande wa shetani, kwa maana ya Lucifer, kuna wasimamizi ambao nao pia wamepewa kusimamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inazungumza kwamba kuna msimamizi mmoja wakati wa Danieli, yeye alipewa kusimamia anga.
nafasi yake katika kusimamia anga ilikuwa ni kuzuia majibu yanayotoka mbinguni kuja duniani kwa watu ambao wamemuomba Mungu na wanataka Mungu apatie majibu. Kwa hiyo yeye akapewa position si kuzuia maombi kutoka duniani. Kasoma Biblia yako vizuri. Hakupewa nafasi ya kuzuia maombi kutoka duniani, bali alipewa nafasi ya kuzuia majibu yanayotoka mbinguni. Kwa maneno mengine, kiwango cha kuzuia maombi ya duniani alikuwa amekivuka. Sasa anadili na yanayotoka kule, ambayo mtakatifu amekaa huko chini anaomba, Danieli amekaa huko chini anaomba, au mtu yoyote wewe pale umekaa huko chini unaomba. Na wakati unaomba, yule aliyepewa kumiliki anga kuzuia maombi ya kutoka mbinguni haji kushindana na wewe unayeomba, anashindana na majibu yanayotoka mbinguni. And that's why katika ulimwengu wa roho ukipata nafasi ya kuingia, utakuta kuna maombi mengi sana ambayo yamekwenda, na maombi mengi sana watu wanaomba. Wengine wanaomba wakiwa nyumbani, wengine wanaomba wakiwa makanisani, wengine wanaomba wakiwa mahali popote, wanapiga magoti wanaomba. Maombi yanakwenda, lakini uwezekano wa majibu kufika kwao umekuwa ni migumu. Why? Kuna aliyepewa kusimamia anga, ambaye kazi yake anadili na hilo anga, anazuia majibu yanayotoka juu kuwafikia. Ndio maana tunahitaji kujifunza siku ya leo ili tuweze kumteremsha na huyo naye aliyekamata anga katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Alafu akisha kuliachia anga, ndipo majibu yanapokukuta Danieli. Hata kama ni siku ya 24, kasoma Biblia yako. Biblia inasema ilikuwa ni tarehe 24. Kama ni tarehe 24, wala umedelay kwa kipindi hiki, umepungukiwa kwa kipindi hiki, lakini kipindi baada ya malaika kuja utaitwa mtu unayependwa sana, kwa sababu sisi kama nazungumza na mtu. Haleluya. Kwa hiyo nina sababu ya kuzungumza, nina sababu ya kufunza, na sababu ya kufundisha, ili tuweze kutoka kiwango kimoja tuelekee kiwango kingine katika jina la Yesu. Shida si nimeomba maombi mengi sana. Shida ni maombi niliyoyaomba mengine yamezuiliwa, hayaji majibu yake. Ninaomba sana, nimefunga sana, nimetafuta sana, lakini nashangaa majibu ya yale maombi ambayo nimeyaomba mbona hayatokei. Mtu mwingine anajiuliza, mbona nimetoa na sadaka, mbona nimefanya hili, lakini majibu hayaji. Yamekamatwa katika ulimwengu wa roho. You need to change the gear. Unahitaji kubadilisha gear ili uweze kufika pale kumkute huyu mkuu na mfalme wa anga, uweze kumnyang'anya majibu yako. Si kama nazungumza na mtu aliyeko hapa au nazungumza na mtu aliyeko nje, lakini nafasi ulionayo ni nafasi ya kuzama katika maombi. Biblia inasema Danieli aliomba siku ya kwanza tu majibu yakaja. Danieli hakukatisha mpaka ameona majibu ya kwake. Lakini wangapi ambao leo akishaomba, Mungu nisaidie katika familia yangu, Mungu nisaidie katika kazi yangu, Mungu nisaidie katika biashara yangu, ikipita siku ya kwanza anakata tamaa. Nimekuja nikwambie, maombi ya Danieli yaliendelea siku 20 baada ya kuwa majibu yake yametoka. Si kama nazungumza na mtu huko ndani, lakini Biblia inaniambia majibu yalikuja siku ya kwanza, lakini kwa Danieli yalifika tarehe 24. Sijajua kama unanielewa vizuri, lakini maandiko yanasema Danieli alikaa kwenye maombi siku 21. Kuna wakati unamaliza maombi, lakini bado imani ya kwako inatakiwa iendelee kuishi katika ulimwengu wa roho. Ili uone kwenda unapokwenda, unahitaji imani inayotoka siku ya kwanza, siku ya pili, mpaka siku ya 24. Una wasiwasi na Mungu uliye naye. Unajua huyo anakwenda kufanya yale ambayo yamewashinda watu wengine. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nataka tujifunze kwa nafasi hiyo. Haleluya. Nataka tujifunze kwa nafasi hiyo, kwa sababu vita tulionayo Bible inazungumza ni vita iliyo based katika ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu wa mwili imehama, imeenda kwenye ulimwengu wa roho. Sio kama nazungumza na mtu ndani. Lakini ulimwengu wa mwili inatokea anapokuwa yule msimamizi wa mateso au msimamizi wa matatizo anapokuwa amevaa mwili, au anapokuwa ametoa order kwa
spirit yoyote kuvaa mwili na kwenda kutenda kazi, hapo ndipo vita inapohamia mwilini. Lakini uwanja wetu mkuu wa vita ni katika ulimwengu wa roho. Lakini pia siwezi kuacha kukueleza kwamba kuna uwanja wa pili ambao shetani aliubuni, ambao ni ulimwengu wa mwili. Anavalisha mwili roho ili iweze kushindana kimwili, kwa sababu kiroho likija katika ulimwengu wa roho linajua utalishinda. Likija katika ulimwengu wa mwili linataka tu likupiga chenga, lakini usikate tamaa. Nataka uwe na imani ya kuiangusha yote katika jina la Yesu aliye hai. Hallelujah. Sasa tusome kitabu cha Wafalme wa kwanza. Kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18 tuanzie mstari wa 17. Hallelujah. Hallelujah. Tusome pale tuone kitu gani ambacho Yesu anakizungumza, Mungu anakizungumza kupitia maandiko yake. Wafalme wa kwanza sura ya 18 tuangalie kuanzia mstari ule wa 17. Mstari wa 17. Hallelujah. Tunataka tuangalie mtumishi wa Mungu mmoja, nabii mmoja anaitwa Elia. Biblia inasema mambo hayo yaliwapata wale kwa jinsi ya mifano, ili kutufundisha sisi tuliofikiwa na miisho ya zamani. Yaani kuna walio yapitia ili sisi tujifunze kupitia wao. That's why jana nilikwambia ya kwamba huruhusiwi kukata tamaa. Huruhusiwi kugive up. Huruhusiwi kuchoka. Huruhusiwi kukata tamaa kwamba hapa sasa nimekata tamaa. Huyu ameinuka amekuwa ni kikwazo. Aliyeinuka akawa ni kikwazo, na wewe simama kama lungu la Bwana, utamponda katika jina la Yesu aliye hai. Maana katika Isaya amezungumza kwamba sisi ni lungu la Bwana. Yaani mimi ni lungu la Bwana, alafu mimi ni silaha za vita. Because sometimes you don't need to call from heaven, you are. Yaani wakati mwingine utakiwi kuita kutoka mbinguni, wewe tayari ni silaha, unaanza kuponda katika jina la Yesu aliye hai. Ili mradi tu ufuate kanuni, lolote ile mtakaloliomba kwa jina langu, hilo nitalifanya. Hallelujah. Hallelujah. Naomba. Mbona kama unaomba? Sema sasa tuanze na wewe, lakini kama kwa sababu ni mzima, ngoja tusonge mbele. Hallelujah. Okay. Mstari wa 17. Ikawa Ahabu alipomwona Elia, Ahabu akamwambia, "Je, ni wewe ewe mtabishaji wa Israeli?" Nisikilize vizuri. Lile neno mtabishaji maana yake mratibu wa taabu za Israeli. Anayesimamia au msimamizi wa taabu za Israeli. Unanielewa vizuri? Sikiliza sasa ambacho Elia anajibu. Mstari wa 18 anasema, naye akajibu, "Si mimi niliyewatabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nao umewafuata mabahari. Basi sasa upeleke watu nikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli, na wale manabii wa Baali 450 na wale manabii wa Ashera 400 walao chakula mezani pa Yezebeli." Nataka tuende na hesabu vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna manabii wa Baali 400, afu kuna manabii wa Ashera 400. Wa Baali ni 450, wa Ashera ni 400. Kwa hiyo ukiwajumlisha pale ni manabii 850. Bwana asifiwe. Kwa 850 hawa manabii wote hawako upande wa Mungu, wako upande wa Baali, wako upande wa Ashera, wako upande wa mashetani. Sasa pale Isaya Elia anasema kwamba si mimi niliyetabisha, bali ni wewe na nyumba yako. Sasa kwa sababu umeweka na manabii, kuna manabii wanaosimamia matatizo katika Israeli. Yaani kuna manabii wanaosimama kwa ajili ya kusimamia matatizo. Sasa anamwambia sio mimi. Wewe nikusanyie tu wale manabii wote, maana ninawajua kwa idadi, wameshajitangaza katika ulimwengu wa roho. Ninawajua kwa idadi. Kwa manabii wa Baali ni manabii 450, lakini manabii wa Ashera ni manabii 400. Kuna wachawi 450, kuna waganga 400. Wote wamejikusanya, wote wanafanya kazi ya kuhakikisha wanasimamia matatizo ya watu katika nchi ya Israeli. Sasa nikusanyie wote katika mlima Karmeli. Nataka na jamii yote ya Israeli na nchi nzima wote tukusanyike katika mlima Karmeli. Sio kama nazungumza na mtu. Sasa ingekuwa ni nchi kama hii, tungezungumza mlima mrefu wa Kilimanjaro. Tukasema watu wote tukusanyike mlima gani?
Kilimanjaro. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama nazungumza na wewe au nazungumza na mtu aliyeko nje, lakini Mungu akunisaidie ili uweze kunisikia na kuielewa hii. Haleluya. Haleluya. Sikia Biblia inavyozungumza sasa katika ule mstari wa 20. Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Kwa hiyo Ahabu akakubaliana na mapendekezo ya nani? Ya Elia, kwa sababu anajua kwamba haya mapendekezo aliyoyatoa ni mapendekezo mazuri. Ahabu ameshalogwa ubongo wake. Jana nilikwambia na juzi nilikwambia kwamba ukiona mtu anafanya vitu visivyoeleweka, huyu kalogwa. Biblia inazungumza kitabu cha Wagalatia, nilikwambia, enyi Wagalatia msio na akili, nani aliyewaloga? Ukiona akili zinapotea, akili hazieleweki, kuna tatizo hapo. Kuna tatizo hapo. Lazima uangalie kwa jicho la pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza mstari wa 21. Naye Elia akawakaribisha watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni, bali ikiwa Baali ni mungu, haya mfuateni yeye. Wale watu hawakujibu neno. Wazungu wanasema silence means yes, yani ukimya kwa maana kwamba ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa imefika wakati ambapo wana wa Israeli wameitwa na manabii 450 wako hapa na manabii 400 wengine wako hapa. Alafu Elia anasimama katikati ya watu, haongei sasa na manabii, anaongea na wale watu walioonewa kwa kipindi kirefu. Bwana Yesu asifiwe. Na leo na mimi nataka nizungumze na mtu aliyeonewa kwa kipindi kirefu, aliyeteswa kazini kwa kipindi kirefu, aliyeteswa kazini kwa muda mrefu, biashara yake ikashushwa kwa muda mrefu. Nataka nizungumze na mtu aliyekata tamaa kwa muda mrefu, aliyeomba havikujibiwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo hawa watu Elia akaanza kusema na wale watu ambao wameteswa kwa muda mrefu, akamwambia, sikiliza, ninyi mtasitasita katika mawazo mawili hata lini? Ikiwa Baali ni mungu, mtumikieni yeye. Lakini ikiwa Mungu, yani Jehova ni Mungu, huyu Mungu aliye hai ndiye Mungu, basi mfuateni yeye. Lakini msikae huku mguu na huku mguu, kaeni upande mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka wakae upande ambako upande huo ni upande aidha wa Baali au upande wa shetani. Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima unapotaka kusonga mbele lazima uwe na uchaguzi. Sasa sikiliza wana wa Israeli walichofanya. Wana wa Israeli wakakaa kimya. Kwa maneno mengine hawajui wako upande wa Mungu au wako upande wa Baali. Yaani wapo tu katikati. Wanaona mambo yanaenda. Nchi imefika mahali pabaya. Sio kama nazungumza na mtu. Watu wameteswa mpaka ndani ya nyumba zao hakuna amani. Watu wameteswa mpaka watoto wao hawana ufaulu tena. Wanaofaulu ni watoto wachawi. Wanaosonga mbele ni watoto washirikina. Bila rushwa hapati kazi. Bila rushwa hapati ajira. Bila kupitia kwa mganga, huyu mtu hawezi kufanikiwa kwa chochote. Kwa hiyo ndipo watu walipofikia. Sasa wanajiuliza, niende huku au niende huku? Nikikaa huku sioni msaada, kwa sababu Biblia haitaki mtu achanganye. Na mtu anajiuliza, nikikaa kwa Mungu sioni msaada, nikienda kwa mganga sioni msaada. Sasa nikae wapi? Nilienda kwa waganga ikashindikana, nimekuja huku kwa Yesu imeshindikana. Sikiliza nikwambie, ni kwamba umesitasita katika mawazo mawili. Yaani ulikuwa kwa Mungu wakati wewe unawaza kwa waganga. Yaani ulikuwa kwa Yesu wakati wewe unawaza upate dawa fulani, upate dawa ya msana ili uweze kupona, upate mwarobaini ili uweze kupona. Unawaza ngoja nikwambie, mtanisaidia ninyi wa haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi mtu anapojenga nyumba akaweka, kuna yale mamiti yale ya miba, sio anahitaji yale. Kuna mamiti fulani kama fito fulani huwa zina miba. Kama fito unakuta ameweka huko juu. Mshaona? Mnajua kama mafito fulani hivi. Fito, nikisema fito unaelewa? Yaani hapo huwa yanakaa polini. Yale huwa hayalimu. Huwa yanakaa polini, lakini majani yake hapa mwisho huwa unakuta kuna mwiba. Umeshaelewa?
Ni kama mafito fito, unakuta inaweza kuwa ni 21 na kama 2, 3, 4. Mmeshaelewa? Sasa kuyaweka kule juu, yaani mtu anajenga nyumba unakuta ameyaweka wapi? Juu. Ulishawahi kuiona na wewe? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilishangaa sana. Yaani mpaka saizi bado nashangaa. Niliingia kanisa moja, kanisa la kirokole zuri tu lenye jina kubwa Tanzania humu. Na wao wameweka kule. Nikauliza hii ni ya nini? Wakaniambia hii ukiweka inazuia nyumba isivuje. Nyumba isifanyeje? Sasa nikajiuliza, kanisa mmehamia huku? Kanisa mmehamia huku? Kwaona ninyi yani kuna na tulikuwa kwenye kikao. Unajua kwenye vikao vyetu vya wachungaji. Tulikuwa kwenye kikao pale. Sasa nimekwenda pale. Nikaviona juu. Nikamuuliza pastor mmoja. Pastor. Na vile vya nini vile? Vile vya nini? Vile pale kule juu kabisa. Nikaona ameona aibu, akamgeukea mwingine. Nikaona naomba mniambie vile vya nini? Kumbe kuna wakati wanaviweka ile nyumba wakati ndo wamemaliza kujenga sasa. Ndo wameweza kujenga, wanaviweka vile kwa juu. Ule ni uchawi kabisa. Hallelujah. I don't believe in those things. Siamini katika vitu kama hivyo. Kama fundi amepigilia nyumba vizuri, nyumba haiwezi kuvuja. Hallelujah. Lakini wameweka. Sasa ndo hapo sasa. Yaani huku wanaamini na huku nako wanafanyaje? Wanaamini. Lakini ili waelewe, wanajitahidi kujionesha kwa watu kwamba unajua na sisi ni kanisa la watu wanaoenda wapi? Mbinguni. Japokuwa na hii miti kidogo tunaiamini kwamba inaweza ikazuia mvua isifanyeje? Isipitilize ikashuka mpaka chini. Bati isivuje. Siamini kama ukiweka majani hapa, yani nje niweke majani hapa kwamba atazuia mvua. Yaani siamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Sasa wana wa Israeli wako mahali, wako huku na wengine wako huku. Wanaamini kwamba bahari anaweza, wanaamini kwamba Mungu naye anafanyaje? Sasa Elia akawauliza wachague. Hata wachague wapi wakati kote wanapoamini? Wanajiita tukichagua kwa Mungu, mabahari leo wanatumaliza, maana ndio tunaoishi nao. Hawa chawi ndio majirani zetu. Hawa ganga ndio wamepanga kwetu. Hawa ganga ndio wanaishi na sisi. Watatumaliza usiku. Tukichagua kwa Mungu wanatumaliza. Tukichagua kwa bahari, huyu naye amekuja anamzungumza Mungu wa Yakobo, anamzungumza Mungu wa Ibrahimu, anamzungumza Mungu wa Isaka. Tumekwisha. Maana huyo Mungu tunajua habari zake kwamba ana uwezo mkubwa. Sasa tuende wapi? Ikabidi wakimu walioipata wakae nini? Kimya. Wakakaa kimya pale. I say. Hallelujah. Tusome kwanza Biblia. Tusome kwanza Biblia tena. Mstari wa 21. Naye Elia akawakaribia watu akasema, okay. Tusome mstari wa 22. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia peke yangu, nabii wa Bwana. Lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili, wao na wajichagulie ng'ombe mmoja, wakamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini. Nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu. Ile neno Mungu limeandikwa kwa herufi ndogo. Ndio maana unapoandika, hata kama unaandika nosi zako, ukitaka kuandika jina Mungu usiandike kwa herufi ndogo, kwa sababu Mungu aliye hai haandikwi Mungu kwa herufi ndogo. Hallelujah. Wa Baali ndio tunaona wanamlifaa kwa herufi ndogo, wanamlifaa kwamba Mungu, huyo Mungu anayemtaja Elia, anayemtaja huyo Mungu wao kwamba ombeni kwa jina la Mungu wenu, ameandikwa hapa kwa herufi ndogo. Sio kwenye Biblia yako imeandikwaje, lakini kwangu mimi ameandikwa kwa herufi ndogo. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Anasema nanyi mtaomba kwa nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana. Neno la Bwana lipo kwa herufi kubwa, maana yake Mungu aliye hai.
yani Jehova, na Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Hebu wapigie makofi watu hawa. Wakasema, maneno haya ni mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakasema hivi, maneno haya ni mazuri. Yaani, shindaneni ninyi. Sisi tumekosa upande, lakini wewe umesema umebaki peke yako, na hawa nao tumeona ni 400 kwa 450. Shindaneni ninyi. Mungu atakayejibu, sisi tutaelekea upande huo. Kama huyo wa bahari atajibu, tutaenda. Kama huyo aliye hai wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo atajibu, tutaenda. Haleluya. Wakasema, maneno haya ni mazuri. Rikamanda rikozika manderi isa. Okay. Elia akawaambia, mstari wa 25, Elia akawaambia manabii wa bahari, jichagulieni ng'ombe mmoja mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndiyo wengi, mkalitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtwaa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeneza, wakalitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, Baali utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, nao akarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka, akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo. Labda anazungumza, au anashughuli, au anasafiri, au labda amelala, sharti amshwe. Yaani Mungu wa bahari kwamba mwiteni kwa sauti kuu, labda anazungumza. Yaani kuna mtu yuko mahali pengine tofauti na hapa, amebaki nyumbani, yuko anaomba. Kwa hiyo sasa Mungu bahari yuko anamjibu kule, yuko anamjibu, na kama anamjibu kule nyumbani hawezi akasikia huku. Kwa hiyo mwiteni kwa nguvu, sauti imfikie kule aliko. Wanasema hivi, Biblia inasema akawafanyia dhihaka. Mwiteni kwa nguvu, labda amelala aamshe, labda ana shughuli. Yaani Mungu wao ana shughuli nyingine anazoenda kufanya. Kwa hiyo akienda, anaweza akaenda sokoni, anaweza akaenda kufundisha, anaweza akaenda mahali pengine. Mungu wao ana shughuli, na kama ana shughuli moja hana uwezo wa kusikia. Lakini Mungu ambaye tunamwabudu sisi, ambaye mimi ninamwabudu, ni Mungu ambaye ni omnipresent. Yaani kila mahali yupo. Nikiingia kanisani namkuta, nikienda nikatengeneza madhabahu nyumbani namkuta, nikisafiri nikaenda Dar es Salaam ninamkuta, nikiwa mahali hapa Bukoba yupo sawa sawa. Hajawahi, sijui kama nazungumza na mtu ndani, lakini Mungu wa bahari yuko upande mmoja, kwamba akigeuka huku hawezi kuona ya huku. Lakini Biblia inaniambia Mungu ninayemwabudu jicho lake linaona kila mahali. Si kama nazungumza na mtu. Anasema hata ukienda kwenye tumbo la kuzimu, huko nako yeye anafika. Anasema mbingu ni kiti, yaani mbingu ni kiti chake cha enzi, alafu dunia ni mahali anaweka miguu yake. Nikiwa hapa anajua kwamba prophet yuko anagonga gospel. Hata nishushe malaika kwa ajili ya kwenda kuwasaidia watu wote walioko mahali pale. Leo wako malaika kwa ajili yako, 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 na they are going to change everything. Hallelujah. Sikiliza. Mimi nampenda Mungu wa Elia. Namchukia huyu ambaye ni upande mmoja. Yaani akienda hivi hageuki upande wa pili. Yaani akienda huku hajui huko nyuma kinachoendelea. Sasa hiyo ni zaidi ya mtu. Maana mtu anaweza hata akasense. Anamwambia muiteni kwa nguvu. Anamwambia muiteni kwa nguvu. Tena Biblia inasema wakaanza na kurukaruka juu ya nini? Ya madhabahu. Yaani maombi yao wanarukaruka. Mungu bahari usikie. Mungu bahari, Mungu bahari. Sasa utanielewa ni kwa nini ukienda kwa waganga wengine wanaanza kufanyaje? Maana wanajua Mungu wao hajasikia vizuri, wanaanza kutengula. Haleluya. Inabidi waanze
wamuite Mungu hata niongee na mizimu. Mizimu amekuja hapa mtu. Kwa hiyo wanarukaruka pale. Sio wao wa kwanza, kuna wabahari alianza akarukaruka, lakini Mungu amekaa tu kimya. Ukisamuita Yehova, sikiliza, miungu yote inakaa kimya. Hata urukaruke, hata ujitane kwa nyembe, ukisamuita Mungu aliye hai, aliyemtoa Yesu, miungu mingine yote inakaa kimya. Sikia. Biblia inazungumza, wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na nyembe. Kwa hiyo walikwenda nazo, walikwenda na visu, walikwenda na nyembe. I don't know walizificha wapi, lakini ni zana moja wapo za kuabudu. Haleluya. Nyembe ni zana moja wapo za kuabudu. Ndio maana kuna watu wanaenda kwa waganga, alafu wanawaambia leta mkono nikuchanje, leta uso nikuchanje, leta kifua nikuchanje. Sio wa kwanza, na mabahari walikuwa wanatembea nazo. Ni sana za kuabudu Mungu wao. Sisi tunamwabudu Mungu aliye hai, ngozi zetu bila kupigwa wembe wote, bila kupigwa kisu chochote, na tuna prophesize. Sijui kama naongea na mtu. Haleluya. Okay. Ikawa okay, wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na nyembe kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Just imagine umeenda kwa Mungu, maana wametoa sadaka hiyo, tayari yuko mbele hapo. Maana walizoeli wamuite Mungu wao, wanakuambia lete mbuzi mwenye rangi moja, wanakuambia lete kondoo mwenye rangi moja, wanakuambia lete kuku sijui mwenye yukoje, lete kuku mwenye rangi mbili, katafute jogoo ambaye huwa anasinzia, mlete ili tukimchinja na mume wako atasinzia. Kwa kila utakalo mwambia yeye atakuwa tu anakubali. Kwa hiyo kalete hiyo. Ukileta hicho, atamwacha yule mwanamke aliyemfuata kule, atarudi kwako. Kwa hiyo katuletee hiyo ng'ombe, katuletee hiyo kuku, katuletee hiyo bata ili tuchinje. Ni kawaida yao kuona damu inachuruzika. Yaani hawashangai hata kujichana kwa nyembe, hawaumii, hawapati maumivu, maana walishazoea damu ni kitu cha kawaida. Biblia inasema wakajichana kwa nyembe mwili mzima, hata damu ikawachuruzika. Na leo watajichana sana kwa jina la Yesu. I'm telling you, watajichana sana. Watachana maungo yao kwa nyembe, watachana kwa visu. Hapa anasema walikuja na visu. Nafikiri kipindi hiki wangeenda na misumeno ili wajioneshe kwamba wamejitesa sana. Wangeenda na sindano wajichome, maana wanachokitaka ni damu. Ndio maana nakwambia kuwa mchawi ni hasara. Bora tu uache uchawi uje kwa Yesu. Kwa Yesu atujichana kwa nyembe. Haleluya. Haleluya. Sikia. Biblia inasema Sura 29. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri. Sema walitabiri. Sasa hapa ndipo unapojua wa uongo ni yupi na wa ukweli ni yupi. Kutabiri sio shida. Shida tunataka tujue unapotabiri kitu gani kinatokea. Unaweza ukatabiri effect ambayo Mungu yuko hapa na shetani yuko hapa. Shetani akashindwa mbele ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema walitabiri, walianza kuprophesize hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Biblia imeenda mbali zaidi. Mwanzoni tulikuwa tunataka tuone moto umeshuka umekula nini? Sadaka. Lakini hapa Biblia inaenda mbali zaidi. Biblia inasema hakuna sauti yoyote iliyosikika. Yaani walikuwa wanajichanua na manyembe wanarukaruka kwenye madhabahu, lakini hakuna sauti iliyosikika. Wala hapakuwa na mtu aliyejibu
wala aliyeangalia hata bahari mwenyewe. Maana Mungu aliye hai, Jehova, yuko pale, bahari libidi akae mbuso chini. Haleluya. Uso chini, maana Mungu aliye hai anatajwa. Ndio maana unaposikia tunazungumza maneno kama haya, wachawi lazima waumie, waganga lazima waumie, wasoma nyota wanaumia, wanaumia, wapiga falaki wanaumia, madaruwesi wanaumia, manabii wa bahari wanaumia. Wanaumia kwa nini? Kwa sababu tunamtaja Mungu ambaye hata bosi wao anapiga goti kwake. Tunayemtaja ni Mungu, bosi wa waganga wa Bukoba anapiga goti pale, anasema hakika wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Maana maandiko yananiambia ya kwamba kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri ya kwamba yeye ni Bwana, yeye ni Bwana. Haleluya. Nataka iingie hiyo kwa jina la Yesu aliye hai. Usiende kuogopa matatizo sasa. Usiende kuogopa majini sasa. Usiende kuogopa yanayotembea juu ya bati. Usiende kuogopa yanayokanyaga si vitu gani. Usiende kuogopa si wamefanyaje. Usiende kuogopa si wana nini. Hata kama wana matunguri, kuna watu walikuwa na matunguri, wakayapiga kuanzia asubuhi, wanapiga tunguri, wanagonga tunguri kwenye vibuyu, wanagonga tunguri kwenye chupa, wakajichana na nyembe, wakachana na sadaka wakaweka hapo, lakini hakuna sauti iliyosikika. Hakuna yeyote aliyeangalia. Hakuna chochote. Kimya. Wakae kimya kwa jina la Yesu aliye hai. Wakae kimya kwa jina la Yesu aliye hai. Wakae kimya kwa damu ya Yesu. Haleluya. Sikia. Sura 30. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Oh my God, my God. Somebody anajiamini sana. Anasema si mlikuwa kule, mlikuwa mnawaamini wale, sasa ni karibieni mimi. Msiseme nimeweka moto. Njooni kabisa muangalie. Toeni macho yenu vizuri, muangalie mimi napotengeneza hii sadaka, napotengeneza hii madhabahu, inaitengenezaje, napoponya wagonjwa. Maana kuna mwingine anasema wanaweka kadawa fulani. Njooni muangalie kama kuna dawa wakati tunapofufua. Njooni muangalie kama huyu anayefufuka tumemchanga sale. Njooni muangalie. Njooni hapa, nikaribieni mimi. Haleluya. Adama wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Akaitengeneza kwanza madhabahu. That's why nakwambia unapokwenda kwenye maombi, tengeneza madhabahu katika ulimwengu wa roho. Kama sema hapa ni madhabahu ni kwangu sasa. Ninaingia kuomba katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na shetani kaeni kimya kwa sababu nimeingia kwenye madhabahu. Haleluya. Na yanakaa kimya kwa jina la Yesu. Akaitengeneza madhabahu iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12. Unajua kutengeneza madhabahu kuna principle, kuna kanuni. Haleluya. Kuna kanuni, kuna taratibu za kuyashinda haya machawi. Sio tu kuongea. Kuna taratibu ambazo nakufundisha hapa. Lazima ujiamini kwanza. Lazima uelewe kwamba ni jeshi la Bwana. Na wanapopiga lazima ujue wanapigika. Na macho yako yanafunguka, unaona wanavyotokwa na madamu, wanavyochuruzika, wanavyokimbia. Haleluya. Hizi nikakwambia ya kwamba maandiko yanasema wala msimpe ibilisi nini? Nafasi. Sehemu nyingine anasema mpingeni shetani naye atafanyaje? Atawakimbia. In other words, akiona prophet anapita, lazima atafute majani yako wapi, apite huko porini, kwa sababu anajua huu ni moto uliotoka kwa Baba. Haleluya. Haleluya. Iwe ya kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Iwe ya kwako kwa jina la Yesu aliye hai. Iwe ya kwako kwa jina la Yesu aliye hai. By power, by fire, by force. Shetani hana lake katika jina la Yesu. Akajenga madhabahu kwa mawe. Okay.
Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila 10 ya kabila za wana wa Israeli, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akajenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akajenga madhabahu katika jina la nani? La Bwana. Yaani hakujenga tu, katika jina la nani? La Bwana. Kuanzia leo unapokwenda kufanya biashara, sema ninafanya biashara kwa jina la Bwana. Tena usiishie pale. Maana mume wako anaweza kusema ndo ananizungumzia mimi. Sema kwa jina la Bwana Yesu. Amen. Aliye hai. Amen. Ili mume wako ajue kabisa yuko Bwana mwingine. Amina. Hallelujah. Ukienda kwenye kazi sema naenda kufanya hii kazi kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen. Naenda kulima kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen. Naenda nyumbani kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen. Ninapona kwa jina la Bwana wa majeshi. Amen. Akafanya mifereji kama vipimo viwili vya mbegu ukizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni. Akamkata yule ng'ombe vipande akaviweka juu ya kuni. Akasema jazeni mapipa 4 maji. Yaani wale wa kwanza wa kuweka maji. Yeye Elia anajua siku Mungu anaomba dunia, roho yake ilikuwa imetulia juu ya maji. Bwana anasema acha nirudishe uwepo wa Mungu kwa namna ya maji. Sijui kama nazungumza na wewe. Sikia, hapo lazima ujifunze somo. Akasema 4 ya maji mkamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa, yaani sadaka ikamwagiwa maji, na juu ya kuni. Msimwage tu juu ya sadaka na juu ya kuni. Unajua kuna wakati Mungu akifanya, yaani if you are sure that you are with God, unajiamini kupita kawaida. Anasema mwaga na kwenye kuni. Msimwage tu kwenye sadaka. Mwaga na kwenye kuni, waseme kwamba sisi mwaga na kwenye kuni. Na mimi namwaga maji kwenye matatizo yako kwa jina la Yesu aliye hai. Hallelujah. Akasema fanyeni mara ya pili. Kwa hiyo wakamwaga mara ya kwanza kwenye sadaka na kwenye kuni. Akasema fanyeni mara ya pili, wakafanya mara ya pili. Akasema fanyeni mara ya tatu, wakamwaga tena maji mara ngapi? Mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji. Yaani mfereji ukajazwa nini? Maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, alitime vizuri. Akasema mimi nakwenda na wakati, siendi kama bwege, siendi kijinga, siendi kitaira, ninakwenda kwa elimu ya mbinguni. Ndio maana Biblia inasema japokuwa ni wajinga hapa duniani, lakini kule hatutapotea. Hallelujah. Yaani kuna uelewa automatic. Mimi kichwa changu ni automatic. Mungu akupe kichwa na wewe cha automatic kwa jina la Yesu. Ukiingia kufanya biashara unafanya automatic, ni faida. Automatic ni faida. Hallelujah. Okay. Sikia. Mstari wa 36, ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia akasema, Bwana, sikia maneno machache aliyosema. Bwana, Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane lini? Leo. Yaani kuna kitu lazima ukiambie na ijulikane leo. Ya kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie. Ndipo moto, my God, mpigia makofi Elia. Anasema hivi, mstari wa 38, ndipo moto wa Bwana ukashuka
ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayalamba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Yani moto uliposhuka ukateketeza sadaka, ukateketeza kuni, ukateketeza mawe, ukateketeza mavumbi, ukateketeza maji, ukateketeza malaria, ukateketeza kansa, ukateketeza kutokuzaa, ukateketeza matatizo yote, ukateketeza laana, ukateketeza mikosi, ukateketeza hasara, ukateketeza kukataliwa, ukateketeza madeni, ukayateketeza yote. Sikiliza, na mavumbi ukayateketeza, na wachawi ukateketeza na waganga, ukateketeza na madaruweshi, ukayateketeza. Ninatabiri kwa jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai, ninatabiri ya kwamba na wewe yakateketee kwa jina la Yesu aliye hai, yakateketezwe kwa jina la Yesu aliye hai. Na inawezekana, wala hakuna atakayepinga, maana yeye Bwana anatakiwa ajulikane ya kwamba yeye ndiye Bwana, na ya kuwa tuko hapa mafumbo uone kwa kusudi la Bwana, hatukujileta kule kwa kusudi la Bwana ili kuyatengeneza yaliyoharibika, ili kusawazisha kwenye bonde, ili kuita yaliyotoroka, ili kukazoliana mamna yasi. Hallelujah. Hallelujah. Sura 39. Na watu wote walipoona, sema watu wote walipoona. Anasema na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Elia akawaambia, hawa wameinama tu, wamelala kifudifudi, wanasema Bwana ndiye Mungu. Hakika Bwana ndiye Mungu. Hakika Bwana ndiye Mungu. Huyu wa Israeli, huyu wa Elia, huyu ndiye Mungu. Huyu Mungu aliyeleta moto ukatafuna na mavumbi jamani. Yaani watu wamejitana nyembe kuanzia asubuhi, hatujasikia sauti, hatujasikia moto, lakini moto umekuja umeteketeza na kansa. Hakika Bwana ndiye Mungu. Sasa wakati wamelala pale chini, sikia Biblia inasema, wakati wamelala pale chini, wakati ndio pale chini wamejilaza, watu wote, Biblia inasema watu wote, maana yake nchi nzima wamekusanyika pale, wamelala. Kama ni leo nimekwambia ingekuwa ni mlima Kilimanjaro, wamelala pale kwenye mlima Kilimanjaro. Tanzania nzima wamelala pale kwenye mlima. Wamelala pale, sikia. Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Haleluya. Ndio maana mimi wanakuambia ingia kwenye ulimwengu wa roho. Wapeleke kwenye vijito, wapeleke kwenye mto, wapeleke hapo chini Victoria, wapeleke pale katika ulimwengu wa roho. Wewe uko kwa jina la Yesu katika ulimwengu wa roho. Unasema na kukamata kwa jina la Yesu. Twende sasa. Unamswaga, twende. Unamswaga kwenye ulimwengu wa roho. Twende kwenye ulimwengu wa roho. Twende kwa jina la Yesu. Ukiona na goma, ukiona na kataa, unaweka na buti. Twende kwa jina la Yesu. Unasonga mbele. Ukiona analeta kauzibe, unaongeza na vingine. Twende kwa jina la Yesu. Unaenda, twende kwa jina la Yesu. Umenitesa kwa muda mrefu, umenisumbua kwa muda mrefu, umenizuilia maisha mazuri. Yeye amenikusudia maisha mazuri. Mungu amenikusudia maisha mazuri, lakini wewe umeweka kauzibe. Twende kwa jina la Yesu. Songa mbele. Unakamata na mjeledi, unachapa kwenye makalio. Twende kwa jina la Yesu aliye hai. Twende, hebu changanya, hebu wai huko, twende kwa jina la Yesu. Unawaambia twende katika jina la Yesu. Umezidi, umenitesa, umenisababishia matatizo. Hapa nilipo
misimbo yako kwa jina la Yesu aliye hai. Nina kiu ya kuiona ile damu uliyoijikata. Nataka niione tena kwa mara ya pili. Hebu songa mbele kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa unayaswali katika ulimwengu wa roho. Unaiambia twende. Asiokoke hata mmoja. Elia akamwambia asije akaokoka hata mmoja. Avirongazi ni nabii wa bahari. Peleka. Maandiko yanasema akawaua huko wote. Sikia. Msimamizi wa mateso yako lazima auawe kwa jina la Yesu. Lazima. Aliyesimamia kutokuendelea, aliyekukamata katika ulimwengu wa roho, kila unalolifanya ni sawasawa na sifuri. Hakuna linaloendelea katika maisha yako. Umejitahidi kwa akili na ufahamu. Umeomba, umefanyaje? My God. Ni zamu yake. Tunawaswaga kwa jina la Bwana wa majeshi. Wewe wanaume tutawaswaga. Wewe wanawake tunawaswaga. Katika ulimwengu wa roho tunawapeleka mpaka kwenye kijiko. Leo hatutawapeleka kishoni. Tutawapeleka kwenye ziwa la kwetu ambao limetuzunguka hapa. Tutawachinjilia huko ili Bwana aendelee kuwa Bwana. Si kama nazungumza na mtu, lakini unapokipata maisha yako ya change. Let them change. Hata yabadilishwe kwa jina la Yesu Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai, aliyesababisha magonjwa, aliyesababisha shida, huyo msimamizi, huyo mratibu wa matatizo, mratibu wa kutokuwa na usingizi, mratibu wa kutokuwa na amani, kile unayekutana naye anakuchukia. Hata kama mlikuwa marafiki, ghafla na kugeuka, haiwezekani. Huo ni mwisho wa kwao. Elia amesimama. Leo ninatangaza katika ulimwengu wa roho, lazima tuwapeleke kwenye huo mto. Lazima tuwapeleke kwenye hizo kijito. Wao wanataka au hawataki. Tunachokijua Bwana tuliye naye ni Bwana wa mabwana. Ana uwezo wa kuteremsha moto. Anauteremsha mbele ya watu wote. Na wewe hivyo kwa jina la Yesu. Na nakufunga silaha. Nakufunga silaha. Ninakufunga kwa jina la Yesu. Yaani wherever you are, popote utakapokuwa, uwe nyumbani unapika all out. Wewe kata tu nyanya. Lakini unajijua mimi ni jeshi la Bwana. Mimi ni silaha za Bwana. Mimi ni nyumba ninawaponda. Wewe mwanamke nitamponda. Wala sitamwacha mwanamke mchawi aishi. Sitamwacha endelee kunitesa. Sitamwacha na huyo mganga wa kienyeji. Sitamwacha katika jina la Yesu. Nitampieka kwa jina la Yesu. Jina la Bwana haliwezi kuendelea kutukanwa. Nitavaa upako kama wa Elia. Kama haitoshi, nitavaa upako wa Daudi. Nikishavaa upako wa Daudi, nitamwangalia huyo Mfilisti anayetukana na jeshi ya Bwana. Yeye ametokea wapi? Nitakapomwangalia, japokuwa na silaha sitaogopa. Maana najua ni jemedari. Najua ni wa muda mrefu. Ni warrior wa muda mrefu. Lakini ninachokijua ni kimoja. Bwana wa Israeli alinisaidia. Nilipokuwa porini, kuna kondoo za kubebwa. Yeye akanisaidia. Nikamnyang'anya mwana kondoo katika mikono ya simba. Sikuangalie Goliath unafananaje. Sikuangalie ukubwa wako. Siangalie urefu wako. Siangalie uzoefu wako wa vita. Ninachokiangalia ni Bwana niliye naye. Japokuwa nimekuja na mawe, wao unayaona ni mawe, lakini katika ulimwengu wa roho hili ni zaidi ya jiwe. Ni jiwe moja, hili ni bomu. Nitakulipua katika jina la Yesu. Unanidharau kwa sababu mimi ni mdogo. Unasema wewe kijana mwekundu, wewe nitawapa ndege, nitawapa mwili wako ndege. Haina shida, wewe zungumza yote. Twende kwenye vita. Shika mikuki yako, shika mabomu yako, na mimi nakamata kondoo langu. Kondoo langu nalizungusha. Jiwe moja tu ninaamini utaondoka. Wala sikuogopi. Sauli amekuogopa, lakini sio mimi ninayekuogopa. Walikuogopa wewe mchawi, warokole wengine, lakini mimi sio mrokole tu. Mimi ni majeshi ya Bwana. Nimepewa na silaha. Maandiko yananiambia ya kwamba silaha za vita ni mimi.
wako ni mrithi. Kwa hiyo siogopi saizi yako, siogopi unene wako, siogopi historia yako. Umeua watu, umefundisha watu wenye kazi, wala sio mimi. Sikiliza, uliofundisha ilikuwa ni saizi yako, lakini mimi nina upako mwingine. Haleluya. Lazima tuwaangamize wasimamizi wa mateso kwa jina la Yesu. Wewe wachache tuwaangamize. Wewe waganga tuwaangamize. Wewe ndugu tuwaangamize. As long as umenikamata kuanzia niko shule, umekamata elimu yangu imekuwa ni ya magumashi. Kila anachokifanya kieni. Nikijaribu kusoma na faulu jirani. Mimi nashangaa nasoma sana mwenzangu anafaulu. Haiwezekani. Unamwambia shetani zamu yako sasa. Yule aliyenifanya ni feli, na yeye afeli, aone kama kufeli ni raha. Maana imeandikwa akitokea kasema shari tatumbukia yeye mwenyewe. Akinibiringishia jiwe, akinibiringisha ili nifate, hilo jiwe limtafute kule aliko. Mama hata amejificha kwenye serikali, limtafute huko. Haijalishi amejificha nje, limtafute huko. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni majeshi ya Bwana. Mimi ni mtu wa Bwana. Tena maandiko yanasema atakayewagusa wadogo wa watu hawa anaigusa mboni ya jicho lako, anaigusa mboni ya jicho la Bwana. Amenigusa mimi sio Samueli, mimi ni mboni ya jicho la Bwana. Ukiniona natembea barabarani, forget about my name. Niite mboni ya jicho la Bwana. Mboni ya jicho la Bwana ndiye unayemuona natembea. That's why I can prophesy, kwa sababu ni mboni ya jicho la Bwana. That's why I can go deeper, kwa sababu ni jicho la Bwana. That's why I can pass okota, kwa sababu mimi ni mboni ya jicho la Bwana. Mungu wangu asaye kimya katika maisha yako. Kwa jina la Yesu aliye hai, I command power. Nina command nguvu ya uponyaji, nina command nguvu ya uzima, nina command nguvu ya afya, nina command nguvu ya fedha, nina command nguvu ya mafanikio. Ninaua hasara kwa jina la Yesu aliye hai. Na aliyesimamia tunawakusanya wote, na hao wachawi wa kienyeji, na hao wanaosoma nyota, na hao watabishaji, na hao wasomi wa mateso. We are more than powers. We are more than powers. Maandiko yanasema ya kwamba sisi ni washindi na zaidi ya washindi. We can katalia nana yabosha. Nataka nikwambie jioni ya leo. Nataka nikwambie wakati huu ni wakati wako. Ni wakati wako. Ni wakati wako. Niangalia usoni sema ni wakati wangu. Niangalia usoni sema ni wakati wangu. Yaani kinachokuambia ndicho kitakachotokea. Shetani hata endelea kukuchezea. Sikiliza, nyumba yako sio uwanja wa mashetani. Mwili wako sio uwanja wa mashetani. Biashara yako sio uwanja wa mashetani. Kazi yako sio uwanja wa mashetani. Kanisa lako sio uwanja wa mashetani. Mume wako sio uwanja wa kujifunzia uzinzi, kwamba kila mtu akija tu anamchukua. Haiwezekani. Wazazi wako sio uwanja wa magonjwa, sio uwanja wa mateso. Ndugu zako sio uwanja wa mateso. Ninakomandi kwa jina la Yesu aliye hai, waliosimamia hayo mateso, nayarudisha kwao kwa jina la Yesu. Bwana wa Mungu aliye hai, walifikiri watakuweza, lakini leo kuna bomu jipya. Na ndipo ananiambia Bwana anafanya jambo jipya. Hili ni jambo jipya katika maisha yako, ni jambo jipya kwa ndoa yako, ni jambo jipya kwa nyumba yako. Tutawapiga kuanzia asubuhi hata jioni. Wakinyanyuka tutawapiga, kwa sababu tuna ushindi katika Yesu aliyetupenda. Ndio maana siwezi kuogopa lolote. Ndio maana Daudi anasema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, wala sitapungukiwa na kitu. Sitapungukiwa na fedha, sitapungukiwa na uzima, sitapungukiwa na afya, sitapungukiwa na amani. Maana Bwana ndiye mchungaji wangu, maana Yesu ndiye mchungaji wangu. Hata kama mnaniona ninapita kama vile ninakufa kwenye bonde la uvuli wa mauti, mimi wala siogopi chochote, siogopi mabaya yoyote, kwa sababu gongo lake na fimbo yake hilo litanifariji. Ninapita nitaenda katika malisho ya majani, hapo ndipo kwenye malazi yangu. Si kama nazungumza na mtu aliyeko ndani, si kama nazungumza na mama, si kama nazungumza na baba, si kama nazungumza na kijana, si kama nazungumza na mtoto, si kama nazungumza na mwanamke aliyeko kwenye ndoa, lakini
unaona shetani anaanza kumvamia, lakini unaona mashine anaanza kufuatilia ndoa yako, anaanza kufuatilia familia yako, huwaelewi majirani wako. It is the time. Huu ni wakati wa kuangusha wasimamizi wa hayo mateso, wasimamizi wa hizo shida, wasimamizi wa hizo laana, wasimamizi wa hayo matatizo, wasimamizi kwa jina la Yesu aliye hai. Ndio maana Mungu akaniambia ya kwamba nikwambie, lazima tuangamize kwa jina la Yesu aliye hai. Lazima tuangamize, lazima tuondoe kwenye nafasi, lazima tuondoe kwenye uwezo wao, tuwanyang'anye nguvu zao, tusionze uwezo wao, tusionze mamlaka zao, utawala wao tuubebe katika jina la Yesu aliye hai. Kisha Bwana anakupatia wewe hazina zilizofichwa, zile walizozificha, zile walizozificha yeye atazileta. Kitabu cha Isaya sura ya 45 na mstari wa 3, yeye atazileta, atakupatia hazina za gizani, yeye atakupatia zilizofichwa mahali pa siri. Usiogope kwamba uone hizo hazina zinakuja katika jina la Yesu. Ndio uone Mungu haangalii kwamba una nini ndipo akubariki, anaiangalia imani yako ulionayo katika jioni ya leo, katika jioni ya leo. I prophesy, my eyes closed, I prophesy, my eyes open. It's your time, it's your time, it's your time, it's your time. Simama juu.